Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 25 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema ajifungua watoto wanne aomba msaada. Ajifungua watoto wanne aomba msaada. Lakini dawa ya kuacha pombe sasa kusambazwa nchini. Dawa ya kuacha pombe sasa kusambazwa nchini. Lakini kuna habari inayosema Sabaya, maisha ya gerezani yamenibadilisha. Huyo ni Sabaya asema maisha ya gerezani yamenibadilisha. Lakini vurugu za Oktoba 29 wadau walivyoipokea ripoti tume ya Jaji Chande. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti lako la Mwananchi, gazeti lako la Mwananchi lenye limeandika Homera aomba shilingi bilioni 775 utekelezaji wa vipaumbele 14. Lakini ripoti ya Jaji Chande ya gonga vichwa. MCD yaja na dawa ya kuacha pombe. MCD yaja na dawa ya kuacha pombe. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema mkongo unavyoipa jeuri TTCL katika biashara. Mkongo unavyoipa jeuri TTCL katika biashara. Na kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye asubuhi linaanza na habari inayosema Hemedi asisitiza mshikamano katika jamii. Hemedi asisitiza mshikamano katika jamii. Huku Dr. Mwinyi mambo ya ndani imarisheni mfumo wa visa. Huyo ni Dr. Mwinyi aitaka mambo ya ndani imarishe mfumo wa visa. Lakini bado kuna habari inayosema maabara ya sayansi Suza isisaidie kuongeza ubunifu. Huyo ni Dr. Nchimbi asema maabara ya sayansi Suza isaidie kuongeza ubunifu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini EU wajadili athari za vita Mashariki ya Kati. EU ya wajadili athari za vita Mashariki ya Kati. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Huku gazeti lako la Dira ya Mtanzania linaandika umeme wa 2027 wanukia mjini. Umeme wa 2027 wanukia mjini. Serikali yasema ni kwenye miji yenye sura ya vijiji. Bunge lapitisha kwa kishindo bajeti ya trilioni 2.53. Lakini jukwaa la maadili TRA la wakutanisha wadau. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo lenye asubuhi ya leo linaandika bunge lapitisha bajeti ya trilioni 2.5 wizara ya nishati kwa kishindo. Lakini MCD yaja sasa kuja na dawa ya kukomesha unywaji wa pombe. MCD sasa kuja na dawa ya kukomesha unywaji wa pombe. Lakini TRA kutembeza fagio kwa watumishi wasiofuata maadili. TRA kutembeza fagio kwa watumishi wasiofuata maadili. Huyu ni kamishna mkuu ajivunia ufanisi mfumo wa IDRAS TANSIS. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo. Lakini Askofu Show aisifu tume ya Jaji Chande. Huyo ni Askofu Show aisifu tume ya Jaji Chande. Lakini kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika Angela Kiziga ateuliwa kuwa mshauri wa rais Matinyi balozi Algeria. Lakini waziri Aweso afungua kikao cha Zamcom. Na Askofu Dr. Shaw ripoti ya tume imeliponya taifa. Huyo ni Askofu Shaw asema ripoti ya tume imeliponya taifa. Lakini watumishi TRA watangaza mali zao. Watumishi TRA watangaza mali zao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Uhuru lenye linaandika system yafunguka ripoti tume ya Jaji Chande. Lakini Dr. Nchimbi agusia umuhimu wa ujenzi wa maabara chuoni Suza. Na Rais Mwinyi aelekeza utoaji visa uwe chapu chapu. Huyo ni Rais Mwinyi aelekeza utoaji visa uwe chapu chapu. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika habari inayosema vurugu zilizovikwa kofia ya maandamano. Lakini ukurasa mpya ripoti ya Jaji Chande, serikali yataifisha mali za uhalifu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani,
huku gazeti lako la Habari Leo linaandika Yanga Azam za chochea moto kombe la muungano. Yanga na Azam za chochea moto kombe la muungano. Lakini Simba Yanga kukipiga jeshini. Maandalizi ya AFCON 2027 yapiga hatua kubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye kwenye michezo linaandika Yanga na Azam mechi ya jasho na damu. Yanga Azam mechi ya jasho na damu. Huku naibu waziri Mwinjuma, maandalizi ya AFCON 2027 yapo vizuri, na kocha Salum Mayanga mguu ndani Mbeya City. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye kwenye michezo linaandika waziri awataka nyota korosho Queen kuepuka vitendo viovu. Lakini hakuna mabadiliko ya AFCON 2027. Huyo ni naibu waziri Mwana FA asema. Lakini dabi ya Kariakoo kupigwa Jenerali Samuyo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti linaandika boli lipo hapa. Hilo ni gazeti la Mwanaspoti linaandika boli lipo hapa. Jipya sakata la soa Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe kwenye michezo limeandika Yanga vs Azam ni kazi moja tu leo. Lakini Simba yapanga kisasi kwa Mlandege. Simba yapanga kisasi kwa Mlandege. Lakini kimataifa ya Mali aondolewa kikosi cha Baka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndo linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.